Nikukaribishe sana wewe mwanamichezo mwenzangu ambaye unaendelea kufuatilia Manyuzi TV kupata habari za kimichezo kutoka hapa. Bwana, siku ya leo kumekucha vibaya viunga vya Msimbazi Simba baada ya kujitokeza vuta ni kuvute za hapa na pale katika idara ya wakurugenzi wa bodi ya Simba Sports Club na wanachama kadhaa waliojikusanya na kuitisha vyombo vya habari kuibua hoja mbalimbali ambazo zimepokelewa sivyo ndivyo katika idara ya Simba Sports Club na zinaendelea kuenea mitandaoni. Hoja hizo ambazo zimezungumziwa siku ya leo na wanachama hao ambao wameitisha vyombo vya habari ni pamoja na kumtaka mwekezaji mkuu wa Simba Sports Club Mo Dewji ajiondoe kwenye nafasi yake hiyo, huku akiainisha sababu kadhaa ambazo zimepelekea kuja na uamuzi huo. Sababu ya kwanza wakisema kwamba mwekezaji huyo wakati anaingia madarakani kuichukua Simba Sports Club aliweza kuahidi vitu kadhaa ambavyo mpaka sasa hajavitimiza, ikiwemo kujenga uwanja wa klabu ya Simba Sports Club na gym ya mazoezi ya kimataifa. Imekuwa ni ahadi zisizotekelezeka. Sababu nyingine ambayo wamekuja nayo wanachama hao, wamesema pindi inapofika kipindi cha usajili wa wachezaji, mwekezaji huyo Mo Dewji amekuwa hapokei simu za wanachama. Wakaongeza kwa kusema uwekezaji wa Mo Dewji katika klabu ya soka ya Simba Sports Club ni kivuli, hauna msaada wowote. Simba bila Mo Dewji inawezekana, wana Simba tuamke. Na pia ikasikika hoja nyingine mpya kwamba pindi wanapotoa malalamiko yao ili kuachana na mwekezaji huyo wa Simba Sports Club Mo Dewji, anawaambia wamlipe deni analolidai Simba la takribani bilioni 87. Na wao wanakataa, wanasema deni hilo hatulitambui. Kwa upande mwingine pia wameendelea kumtetea mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Murtaza Mangungu kwamba hana shida, shida ipo kwa mwekezaji wa Simba Sports Club ambaye ni Mo Dewji. Tupate kusikia angalau kwa machache yaliyojiri siku ya leo katika mkutano huo wa wanachama dhidi ya waandishi wa habari. Matatizo haya mengi ambayo Simba yanatukabili kwenye klabu yetu sisi, haya matatizo ambayo unaona Simba high progress. Leo klabu ya Simba tunafungwa mpaka na timu ya under 20 Azam FC. Inawezekanaje wapi? Na wakati sisi ndio kwa klabu ya mfano, tuzalishe wachezaji wetu wenyewe, tuwatumie kwenye timu kubwa. Maendeleo yote yamesimama ya Simba. Kila kitu kizungumzia ni transformation ifike mwisho. Tulikuwa tunalalamika na mimi mwenyewe ni mmoja wapo. Kwa nini klabu ya Simba haisajili wanachama? Mnajua shida ni nini? Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Na sababu za kuzuilia akasema wakiwa wengi gawio itakuwa kubwa, kwa sababu tunakwenda kwenye mfumo wa uwekezaji, mfumo wa hisa 51 49. Wakatengeneza mikakati ya kuandaa ukomo wa wanachama wao watu 50,000. Sisi wanachama na mashabiki tukapiga kelele, hapana, haiwezekani klabu ya Simba wakawa mashabiki 50,000 wanachama. Klabu ina watu wengi. Ina maana mimi Dr. Mo mtoto wangu akizaliwa wakakesha miaka ijayo ataka kuwa shabiki wa Simba, akitaka kuwa mwanachama wa Simba asipate hiyo platform. Tukapiga kelele na mkutano mkuu wa mwaka 2022 tarehe 21 ukatengua hilo, wanachama wakawa hawana ukomo. Lakini ni upande wa mwekezaji ndio ambao ulipendekeza wanachama wana ukomo wa watu 50,000. Sisi tukaondoa ile zuio. Kwa nini lawama anaonekana Mangungu kila siku? Mo anafanya hivi vitu kwa makusudi, anajua kwa sababu lawama zote zitaenda wapi? Zitakwenda kwa Mangungu. Mo mwanzo wa usajili anasema anatumia bilioni 6. Hivi bilioni 6 anaochukua taji kwa mkopo. Bilioni 6 yeye ambayo inatumika. Kamchukua Jonathan Soa bure. Selemani Mwalimu kwa mkopo. Neo Maema kwa mkopo. Kaenda kumchukua Lucien Block kwa mkopo. Hiyo ni bilioni 6. Unaweza kutumia bilioni 6 hapa. Maana hapa kuna unafiki ambao unafanyika na lengo lake aondoke Mangungu, amweke mtu ambaye anamtaka yeye, ili sisi wanachama tuendelee kubaki kuteseka. Sisi tunazo bidai yake, tunadai haki ya kweli. Kwa hiyo mimi ninachosema, ndugu zangu wamesema, hawa naona wamechelewa kumpa muda. Sisi tunataka tumpe muda. Masaa 72 Mohamed Dewji atoke, au amekuja kutuaga kwamba anaondoka ndani ya klabu ya Simba kwa wakati huu uliokuwepo, kwa sababu ana hoja ya msingi ya kutuambia hivi bilionea namba 1 Tanzania unakosa tunafungwa ovyo hapa katikati. Yanga mpiga mara 6. Yanga mara 6 mfululizo. Lakini pia unakimbia mpaka kwenye mechi ya finali. Rudia kwa Mo Dewji, umesemaje? Tumempa masaa 72 Mohamed Dewji amebeba vilago vyake aende. Simba sio timu ya familia. Simba sio timu ya kupewa mkopo. Kama alikuja Simba kwa ajili ya mkopo, kwa nini asiseme?
na kama anaona bilioni zake ni nyingi, sisi wana Simba tuko mashabiki zaidi ya milioni 20, atuambie, tutachanga hata kwa 10,000 tutamlipa hela zake. Kwanza hatudai. Unanielewa? Kama anaamini kuna sehemu kiongozi wetu au kuna sehemu kalisainiwa kwamba anaidai Simba, na tutakwenda kuhakikisha mpaka hiyo benki ambayo aliingizia hela ya madeni yake, tutachangishana, tutampa hela yake. Lakini kwa wakati uliofika abebe vilago vyake aende, kwa sababu sisi hatumuelewi. Na baada ya hayo yote kutokea, ikatoka taarifa kwa umma ikitokea bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club ikisikitishwa na tuhuma zilizopelekwa kwa mwekezaji wao Mo Dewji, na wamesema wamewaandikia jeshi la polisi kufanya uchunguzi na kuwachukulia hatua kali wale wote waliohusika kuitisha mkutano huo. Naam, hayo ndiyo yaliyojiri siku ya leo katika viunga vya Msimbazi Simba. Tunaendelea kufuatilia kujua nini ambacho kitaendelea baada ya hapo. Hii ni Manyusi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali zinazohusu michezo. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.